Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unafuatilia mafundisho yetu kupitia kwenye channel yetu hii ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, na wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kwenye mitandao yetu ya kijamii mbalimbali kama vile Instagram, Facebook pamoja na TikTok, Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Basi siku ya leo nimekuja na tafakari yangu na somo langu fupi. Ndio linaweza kuwa fupi kwa sababu ni la kutafakari zaidi. Nataka tutafakari kwa pamoja. Nimeanza kukusalimia kwa shalom shalom, nikasema Bwana Yesu asifiwe, lakini pia nikasema tumsifu Yesu Kristo. Basi ni salamu ambazo hizi zinatumika zaidi kusalimiana hasa sisi kwa jamii yetu ya Wakristo, lakini ziko salamu nyingine nyingi. Hizi nimeziona ambazo zinatumika sana na watu wengi wanazifahamu. Wewe ambaye una salamu nyingine ambayo sijakusalimia pia uniwie radhi, lakini tuko pamoja katika kumtumikia Mungu na katika kuhakikisha injili inasonga mbele na watu wanabarikiwa na kufunguliwa na kupata maarifa ya kufikia katika ufalme wa mbinguni. Leo nina tafakari fulani. Na tafakari hii imekuja nikiwa na pitia huko kwenye mitandao ya kijamii. Nilikuwa naangalia vitu kadhaa wa kadhalika, nikakutana na kitu kimoja kikanitafakarisha. Viko vingi, lakini hiki kilinitafakarisha zaidi. Dunia leo tunamshukuru Mungu, maarifa yameongezeka kama Biblia ilivyosema, siku za mwisho maarifa yataongezeka. Na kweli maarifa yameongezeka, na maarifa haya yanatusaidia sana kupiga hatua. Kama hivi leo tunafundishana kwa njia ya mtandao, tunatangaza neno la Mungu kupitia mtandao, na watu wengi sana wanabarikiwa, watu wengi sana wanafunguliwa. Kwa kweli tunapokea simu nyingi za kuwahudumia watu, na wengine wanatoa shuhuda ya kwamba Mungu amewabariki, Mungu amewafungua, Mungu ametenda mambo makubwa kupitia tu hii nusu ya kuonana. Watu ambao hatuwajui lakini wanafuatilia mafundisho kama wewe unaofuatilia, na tupigia simu, watu wanabarikiwa. Unaona, maarifa yameongezeka. Lakini katikati ya kuongezeka maarifa, na shetani naye anaongeza maarifa. Na ubaya sasa, shetani anapoongeza maarifa, wakati mwingine anawatumia watu wale wa Mungu kupitisha zile agenda zake ambazo zinaharibu maarifa ya kimungu, zinapeleka maarifa yale ya kuzimu ya shetani. Huu ndio ubaya. Sasa tafakari leo imenitafakarisha. Kuna jambo ambalo nimekuwa nikiliangalia kwa mtandaoni nikasikitika. Nikasema tutaendelea kutafakari kwa pamoja ili tuwekane sawa. Inawezekana na wewe pia unachanganyikiwa kuhusiana na swala namna hiyo, ama pengine ulipokea maswala namna hiyo alafu ukaona kwamba ni sahihi. Sitamtaja mtu jina, lakini huko mitandaoni unaweza mkakutana na vitu vya namna hii. Na msingi wa somo hili nataka niseme tu, uepuke mafundisho ya namna hii. Moja wapo ya mafundisho ya namna hii, epuka sana. Epuka sana mafundisho yoyote ambayo ya neno la Mungu halafu hayahusishi na kile Yesu alitufundisha, ama kile ambacho aliahidi ya kwamba kitatukia hata yeye atakapokuwa ameenda zake. Kama mafundisho hayo hayahusiki na Yesu alichokionesha na kukifundisha, epuka mafundisho hayo. Na kama yanahusika na kile Yesu alisema, lakini hayatolei uzito sawa na Yesu alipotaka tuyapokee kwa uzito wake, pia epuka mafundisho ya namna hiyo. Kwa sababu Yesu, lengo kuu la kuja hapa duniani ni kuleta wokovu. Kwa nini wokovu? Kwa sababu utukufu wa Mungu ulishachukuliwa kwa binadamu pale dhambi ilipoingia kwa wanadamu. Sasa Yesu amekuja kuturudishia ule utukufu kwa njia ya mateso. Anatuokoa sisi wote ambao tunamwamini kwa njia ya mateso yake. Na kuanzia hapo ndio maana wote tunaomwamini Kristo, hakuna kitu tunafanya bila kushirikisha jina la Yesu Kristo, ambaye alikirimiwa mamlaka yote mbinguni, duniani na kuzimu.
ana funguo zote Yesu. Kwa hiyo sisi tunasema Yesu anatosha, na sio tunasema tu kiuhalisia kabisa, ni kwamba Yesu anatosha. Sasa mafundisho yakianza kuleta agenda ambayo haina msingi wa kimungu ndani yake, haina msingi wa kiwokovu, mafundisho haya yanakuwa na tatizo. Kwa mfano, ili ufundishe kama sisi tunafundisha, unaona sasa hivi ninalosomwa hapa naleta maarifa, lazima kuwe kuna dhumuni la mafundisho ama kusudi la kufundishwa. Yani anyway, mtu anakufundisha ili iweje? Unaenda shuleni kufundishwa kutoa ujinga, kupata maarifa yatakayo kusaidia katika maisha yako. Sio tu kutoa ujinga, sio tu kupata maarifa. Lengo la kutoa ujinga uelimike, lengo la kupata maarifa husika ili yakusaidie kuishi. Hilo ndio lengo la kufundishwa, si ndio? Lengo la kufundisha neno la Mungu ili kupata ufahamu zaidi kuhusiana na neno la Mungu. Kwa nini? La kwanza, uweze kuzijua hila za shetani ambazo zilituteka tangu hapo mwanzo. Ndio maana ukombozi ukaje, ndio maana manabii wakaletwa, ndio maana Yesu mwenyewe akaje, kwa sababu shetani alishatuteka kwenye mamlaka yake. Sasa Yesu akaja kutukomboa na hayo mateka. Ndio maana tunasema tumeokoka. Tumeokoka na nini? Kuokoka manake ni kuepuka janga. Kwa hiyo yote anayesema nimeokoka, tafsiri ni kwamba kuna mahali palikuwa na tatizo, tumevushwa, ama tumeongoka. Kuna mahali kulikuwa kuna shida, tumevushwa. Yesu ametuvusha, yani Yesu ametuokoa, tumeongoka, sio? Kwa hiyo tunapoendelea kufundishana mafundisho mbalimbali ni kwa sababu shetani bado yupo na bado anawawinda watumishi wa Mungu, bado anasaka huko na huko na huko kutafuta watu awaangamize. Kwa hiyo kila tunapofundisha neno, ili neno ambalo lina pumzi ya Mungu litakusaidia wewe kukumbuka ama kukumbushwa ya kwamba Mungu yupo kazini na hajakuacha. Ndio maana tunalifundisha neno lenye pumzi ya Mungu. Kwa hiyo ninachokifundisha hapa, kwa kuwa kina pumzi ya Mungu, maana yake ni kwamba kikusaidie wewe kujua njia sahihi ya kupita. Kwa maana yeye ndiye asema nitakufundisha na kukuonesha njia utakayoendea. Lakini etosha anasema nitakushauri jicho langu likikutazama. Zaburi ya 32 aya ya 8. Kwamba Mungu ndiye mfundishaji wa njia zote hapa. Ndio muoneshaji wa maarifa yote hapa. Ndiye mshauri mkuu yuko hapa. Ndiye anayetutazama kwamba ametufundisha, ametuonesha, ametushauri. Je, tunaenda sawa sawa? Kwa nini Mungu anakutazama? Ili utakapokosea akuambie hapo umekosea. Sasa Mungu anasemaje na wanadamu? Atasema na wewe kwa njia ya ndoto. Atasema na wewe kwa njia ya maono. Atasema na wewe kwa njia kuu kabisa hii ya kusoma Biblia, neno la Mungu. Hii ndio njia kuu kabisa. Atasema na wewe kupitia watumishi kama sisi ambapo tunakufundisha. Sisi tunajibeba neno kutoka kwenye maandiko matakatifu, tunaleta kwako. Tunakuwa kama daraja la kupitisha neno la Mungu ili wewe likufikie kwa msaada wa nani? Wa Roho Mtakatifu. Sasa nataka kusema nini? Nataka kusema hivi. Yupo mtu mmoja nimemsikia anaongelea vitu vingi na wengine wa design hiyo. Mimi nakufundisha tu. Mimi napenda kukufundisha wewe ili upate maarifa. Anasema hivi kwamba salamu ya aina fulani, anasema shalom ndio salamu ya kibiblia. Alafu anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, hii ni salamu ya kimapokeo. Kimsingi salamu inayopaswa kutumika ni salamu ya shalom, sio salamu ya Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba Bwana Yesu asifiwe ni salamu ambayo haina msingi, ama salamu nyingine inayofanana na hiyo ya Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, ni salamu moja tu, imegeuzwa tu. Hii inakuwa tumsifu Yesu Kristo, hii nyingine inakuwa ni Bwana Yesu asifiwe, tunamsifu nani? Kristo. Shalom, amani iwe pamoja nawe. Zote ni salamu. Sasa mimi nikatafakari, mtu huyu anayefundisha mafundisho ya aina hii, dhumuni lake ni nini? Ikiwa shalom ni salamu ya kibiblia na Bwana Yesu asifiwe ni salamu ya kimapokeo, ama tumsifu Yesu Kristo ni salamu ya kimapokeo, dhumuni la mafundisho hapa ni nini?
ndio hii nataka tupeane maarifa kwamba mimi nikifundisha ama mtumishi yote akisimama kukufundisha, tafuta dhumuni kama leo na kufundisha ili dhumuni uelewe msingi wa Yesu sio salamu. Msingi wake sio salamu. Msingi wake ni wokovu. Ndio maana hakuna mahali wewe Mungu anasema unaweza ukafahamu njia ya kwenda mbinguni, ama unaweza ukaurithi ufalme wa mbinguni, ama ukafanikiwa kupiga hatua fulani kwa sababu ya kusalimia. Hakuna mahali Yesu alifundisha namna hiyo. Lakini kuwa Yesu akufundisha haitoshi kusema kwamba alimalizia pale. Mambo ya kimapokeo ni mambo ambayo ya kistaarabu ambayo tunayaona yanaweza kutufikisha katika ufalme wa mbinguni. Sasa nifafanue kwa habari ya salamu ya shalom. Ni salamu nzuri, lakini shalom si amani iwe pamoja nawe. Amani, si ndio? Kwani watu waovu hawatakiani amani? Huo unaofikiria. Wachawi wakikutana huko katika vikao vyao hawatakiani amani. Wezi wakikutana huko hawatakiani amani. Wakikurupusha huko, kumbuka wao ndio wahalifu. Wakikurupusha na mtoto wa bunduki, wakikutana bwana amani, amani. Yaani wao ndio wahalifu, lakini wanasema nini? Amani, amani. Kwa hiyo unaona ni salamu ambayo inaweza kutumika mahali popote, sio salamu mbaya kwa Mkristo. Lakini hata wasio wa Kristo wanaweza kutumia salamu. Hata wale watu waovu wanaweza kutumia salamu ya shalom, kwa maana ya kwamba amani iwe pamoja nawe. Yesu ndio mfalme wa amani, ndio, lakini kuna amani za kwao wao wengine. Sasa ili tuijue amani ya Yesu, sio kwa kusema tu shalom. Lazima tuseme Bwana Yesu asifiwe. Ama lazima tuseme tumsifu Yesu Kristo. Lazima tumtukuze Mungu. Ukishamtukuza Yesu, hayo mengine si tayari umeshapokea. Si ndio? Ukishamtukuza Yesu manake vyote vinakuja. Sio tu shalom, ufalme wako unakuja, mbingu inashuka na kila kitu kinashuka. Sasa msingi hapa kusema salamu, yani kwamba hii ni salamu inayofanya isiyofanya nini? Kwa nini natolewa ufafanuzi wa mambo kama hayo? Watu wa design hii, watu wa namna hii wapo wengi. Kwa hiyo unaweza ukaona anaongea kitu kama kina maana hivi, kuna siku atakupotosha. Kwa nini atakupotosha? Utaanza kumuona kama anaongea kitu sahihi, lakini kumbe sio kitu sahihi. Sasa usahihi ni upi? Mafundisho sahihi ni yapi? Hebu tusome kitabu cha Warumi. Nimeshakiandaa hapa. Biblia yako fungua kitabu cha Warumi. Waraka wa Paulo kwa Warumi au wa Roma, inategemea unatumia Biblia ina gani. Nataka tusome kwenye sura ya 10. Alafu tusome aya 9 tu inatosha. Sura ya 10 aya 9. Tuangalie kwa habari ya wokovu. Yesu anataka tuokolewe. Anataka tuokoke kupitia yeye, kile ambacho amekifundisha. Tangu alipokuwa anatufundisha, ameondoka, akatuachia roho wake, anatukumbusha mpaka leo na kutufundisha hata yale ambayo tulikuwa tunayajua. Inasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, nisikilize vizuri. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sikiliza maneno mafupi kabisa. Na neno la Mungu la aina hii liko humu, kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kwamba ni Bwana. Sasa kati ya kusema shalom na kusema Bwana Yesu asifiwe ama tumsifu Yesu Kristo, ukiri hapa uko wapi? Ukiri uko wapi? Yaani fikiria tu wewe mwenyewe, soma neno. Soma neno. Ndio maana mimi katika mafundisho mengi nasema chukua Biblia yako, andika, kasome, ili lile neno likusaidie wewe. Ili yule atakaposema mahali akikosea useme anafundisha kweli, lakini mbona kwenye Biblia sielekezwi hivyo? Sawa? Kwa hiyo unaona kabisa, unaamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua Yesu katika wafu, anasema utaokoka. Kumbe swala la kuokolewa kwanza halihusiani sana na Ukristo, linahusiana na ukiri. Kwa sababu unaweza kuwa Mkristo kwa sababu ya wazazi. Manake wewe umezaliwa kuwa Mkristo, umefuata ile tamaduni ya Ukristo ndani ya familia yako. Kwa hiyo unaweza ukawa Mkristo ambaye haukiri, haujamkiri Yesu. Hiyo ipo sana. Yaani ni Mkristo mfuasi kutokana na ufuasi wa familia, sio Mkristo mfuasi umechagua kumfuasa Yesu. Ndio maana hapa anasema ukimkiri kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba nakiri Yesu ni Bwana.
Yesu ni Bwana. Yesu ndiye kila kitu. Huyo ndiye mkuu. Unanielewa vizuri hapa? Sasa katika msingi na muktadha wa mambo ya namna hii, utaelewa mafundisho mengi sana ya aina hii. Yaani mtu anafundisha kitu ambacho hakina mantiki. Mimi nakufundisha kwamba ukimkiri Yesu, anasema kama ulivyosema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako Mungu alimfufua, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ninakufundisha ili ufanye nini? Uokoke. Ili umkiri Yesu ufanye nini? Uokoke. Uokoke uende wapi? Mbinguni. Sasa ninapokuambia shalom, alafu kwamba shalom ni tiketi ya kwenda mbinguni. Unaweza ukasema Bwana Yesu asifiwe pia isiwe tiketi ya kwenda mbinguni. Hii ni salamu inayotufanya tutambuane sisi ni akina nani. Si kwa nia mbaya, ni kwa nia kutambua wewe ni nani. Shalom shalom, huyu ni Mkristo bwana. Bwana Yesu asifiwe, bwana huyu ni Mkristo bwana. Tumsifu Yesu Kristo, huyu ni Mkristo. Sasa wa aina gani? Ndio hizi salamu zinagawanyika. Labda wa hawa wanataka kutambuana kwa urahisi zaidi, wanatumia hii shalomu. Wengine watatumia shika neno, tenda neno, tena nimekumbuka na salamu hiyo. Wengine watasema Bwana Yesu asifiwe, na ndio imetawala zaidi. Wengine watasema tumsifu Yesu Kristo, na inajulikana zaidi. Unaelewa vizuri hapa? Kwa hiyo msingi wa salamu, atufundishani salamu. Yaani katika wokovu salamu si kitu chochote kile. Salamu ni kutambuana na kujuliana heri. Ukisha mkiri Kristo, hiyo amani unasema shalom, amani inakuja. Nani alimpokea Yesu akakosa kuwa na amani? Yesu anasema mimi ndiye maji ya uzima. Ukinywa maji hayo hautaona kiu milele. Ni nani? Ni Yesu, maji ya uzima. Kwamba wewe mimi ukinipokea mimi, sio kwa salamu, nipokee niingie ndani. Salamu yako haimuingizi Yesu ndani, bali ukiri wako na kuamini moyoni mwako kwamba huyu ni Yesu, anaweza kuniokoa. Hiyo ndio inaweza kumfanya Yesu akaingia moyoni mwako, akaingia ndani yako, akafanya kazi. Yesu akiingia ndani mwako, amani lazima ipatikane. Utulivu lazima upatikane. Lazima ustawi ndani yako kila mahali, rohoni na mwilini lazima upatikane, kwa sababu yeye ndio kila kitu. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu. Unamwona Yesu huyo? Kwa hiyo Yesu ndio kila kitu. Kwa hiyo mafundisho yote unayofundishwa mahali popote, hata sisi tunapofundisha, tafakari tunafundisha nini. Na yeyote yule atakaye kufundisha, angalia anafundisha nini, kinahusiana na kile Yesu anataka tukifanye. Yesu anatusisitiza tumfuate yeye kwa yale ambayo aliyaonesha kwa matendo na yale aliyafundisha kwa maneno. Ndio maana tunatakiwa tuwe wafuasi, tunamfuasa Kristo Yesu kwa yale ambayo ameyafundisha Kristo Yesu. Kwa hiyo mafundisho yoyote, kama nilivyosema, epuka mafundisho ya namna hii, mafundisho ambayo hayamkiri Yesu Kristo, mafundisho ambayo hayahusishi wokovu. Epuka. Ni matumaini yangu kuna kitu utakuwa umepata kupitia mafundisho haya, na siku nyingine utakapokutana na mafundisho mengine utaelewa kwamba haya ni mafundisho sahihi, haya sio sahihi. Na yote haya mwenye kuweza kuyaleta ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mara nyingi napenda kukuambia katika maombi yako usiache kumuomba Mungu aendelee kukujaza Roho Mtakatifu awe ndani yako, ili uweze kutambua mahali kwenye kasoro. Ulimwengu tulionao napaswa kuwa makini sana. Sio kila mafundisho yanamaanisha mtu anafundisha ili uokoke. Kuna wengine wanafundisha vitu ili mradi tu wakulete karibu, akuteke, labda kwa sababu zao wanazotaka wao. Kwa sababu zao wanazotaka wao, huwezi kuzijua. Kwa unaweza kuta anaingia huku, hapa anasema sawa, hapa analuka. Epuka mafundisho ya namna hiyo. Fuata mafundisho ambayo yale Yesu ameyafundisha, ameyaonesha na ametuachia mafundisho hayo. Lakini nakukumbusha kitu cha mwisho. Yesu alisema tukiamini sisi kwa habari ya kazi zake, tunaweza kufanya kazi hata zile ambazo hajawahi kuzifanya. Hii maana yake ni nini? Kuna vitu kwenye Biblia havipo. Si ndio hivyo ambavyo hajawahi kuvifanya? Kama aliwahi kuvifanya, maana yake vingekuwa vimeandikwa. Maana yake ni hii: Biblia sio mwisho wa kumwelewa na kumtafakari Mungu,
isipokuwa Biblia inatosha kabisa kukufundisha wewe na kufuata wokovu na ukaokoka. Maisha yako kiuchumi yakawa mazuri, rohoni yakawa maisha matakatifu, na mwilini ukaisha katika utakatifu, ukaishi utakatifu mzuri kabisa. Biblia inatosha, yani inatosha kukuongoza na ukaurithi ufalme wa mbinguni. Hii Biblia, neno la Mungu linatosha. Lakini haimaanishi kwamba Mungu hawezi kukupa kitu kingine. Mungu anaweza kukupa kitu kingine kama Yesu alivyosema. Ndio maana akasema mtayafanya mengine ambayo makubwa zaidi, hata ambayo mimi sikuwahi kuyafanya, kwa sababu ya muda aliyokuja kufanya kazi yake na kusudi. Yeye alikuja na kusudi fulani. Pengine kuna makusudi mengi sana ambayo tungeweza kuyafanya zaidi ya Yesu aliyofanya kama alivyoahidi. Kwa hiyo kuna watu wanang'ang'ania sana kwa habari ya Biblia. Yani Biblia imesema hivi, Biblia imesema hivi. Nisikilize. Kanisa liliwahi kwenda miaka kadhaa mingi sana bila kuwako na kusanyiko hili la neno la Mungu. Mpaka Biblia inapatikana, kanisa lilidumu kwa kipindi kirefu sana. Walikuwa wanafanyaje bila Biblia? Sasa walikuwa wanafundishana vipi bila Biblia? Unanielewa vizuri? Ndio yeye Roho Mtakatifu alikuwa anafanya kazi hiyo. Ndio kazi halisi ya Roho Mtakatifu, kukumbusha na kuwasaidia watu. Kwa hata leo Roho Mtakatifu yuko kazini, anafanya kazi. Anakuhudumia wewe, ananihudumia mimi, anahudumia mtu mwingine yote. Kwa hiyo kuna vitu Roho wa Mungu anaweza akakufundisha personal, binafsi, hata kwenye Biblia havijawahi kuandikwa. Akakwambia fanya hivi. Hiki kinakusumbua, fanya 1, fanya 2, fanya 3. Amina, mtumishi wa Mungu. Ni matumaini yangu umebarikiwa na mafundisho haya, na kuna kitu utakuwa umepata kupitia mafundisho haya. Mungu akubariki. Roho wa Mungu aendelee kukufungulia malango, aendelee kukujalia hiyo neema ya kuelewa, ili uweze kuishi maisha ya utakatifu, yale ambayo Kristo Yesu anakusudia kutuona tukiaishi kama alivyotuachia ujumbe wake wa kimungu na maandiko na mafundisho. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho haya. Usisite kuendelea kusubscribe kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu. Endelea kutufollow kwenye mitandao mingine ya kijamii kama nimekuambia hapo, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Lakini unaweza ukalike, ukashare. Pia ziko namba za simu hapo zinaonekana. Kuna jambo fulani unafuatilia, limekugusa, unataka kuelewa zaidi, tupigie. Unataka ushauri binafsi, tupigie. Una haja ya maombi na maombezi binafsi, tupigie. Mungu atakuinulia wa kukutetea. Kama ni sisi, kama ni kwa namna nyingine tutakuelekeza, basi Mungu atakupigania na mwisho wake utavuka. Mungu anataka akuvushe kwenye changamoto yako ili uweze kwenda mbali, ili uweze kufika mbali, ili pia ufanikiwe mwilini na rohoni, na mwisho uweze kuurithi ule ufalme wa mbinguni. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo, nasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.